Ndugu waandishi, jambo letu la kwanza ambalo tumewaita hii leo ni kuhusu chuo chetu kwa mara ya kwanza kuanzisha shahada ya uzamili ya sayansi ya usimamizi wa rasilimali watu, yani Master of Science in Human Resource Management, ambayo itaanza rasmi kufundishwa katika mwezi huu wa 3 mwaka huu 2026. Ndugu waandishi, programu hii ni ya kipekee ambayo itatoa fursa kubwa kwa watumishi na wananchi wengine wenye sifa kujiunga bila kuathiri ratiba zao za kazi. Programu hii itakuwa kwa muda wa miezi 18, yani mwaka 1.5, na ada yake ni rafiki zaidi ambayo kila mmoja wetu anaweza kuimudu. Programu hii itatolewa kwa siku za mwisho wa wiki, yani Jumamosi na Jumapili kama tulivyosema, ili kutoa fursa kwa watumishi kufanya kazi zao walizoajiriwa katika taasisi zao. Kwa kifupi, maandalizi ya programu hii tayari yamekamilika 100%. Ndugu waandishi, nyote ni mashahidi kwamba miongoni mwa maeneo katika utumishi wa umma ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuwa akiyazungumza sana na kuonesha kutoridhishwa kwa kiasi kikubwa ni pamoja na suala zima la usimamizi wa rasilimali watu. Yaani hapa wanakuwa wanazungumzwa wale maafisa ambao wanashughulika na rasilimali watu katika taasisi. Sasa chuo tumeona kuna kila sababu ya kuanzisha programu hii ili kuwawezesha wataalamu hawa wa rasilimali watu kuwa na uweledi na kuweza kuendana na kasi ya mabadiliko katika utumishi. Sifa za kujiunga katika programu hii ni kuwa na shahada ya kwanza ya fani yoyote ambayo kwa uchache iwe na ufaulu wa angalau daraja la 2 la chini, tunaita lower second class na kuendelea. Manake ukiwa na upper second, una first class, basi unaweza kujiunga na programu hii moja kwa moja. Lakini kuna wale ambao wana shahada ya kwanza ambayo ina ufaulu wa chini ya daraja hilo la 2 la chini, yani pass degree. Wao pia wana nafasi ya kujiunga na programu hii wakiwa na sifa nyingine ya ziada ya astashahada ya juu, yani postgraduate diploma. Kwa hiyo ukiwa na shahada yako ya kwanza lakini ufaulu wake ni wa pass na una postgraduate diploma, basi unaweza kujiunga na shahada hii ya uzamili ya sayansi ya usimamizi wa rasilimali watu. Chuo kinawaomba watumishi na wananchi wote wenye sifa na vigezo vya kujiunga na programu hii watume maombi yao kwa njia ya mtandao kupitia tovuti yetu ya www.ipa.ac.tz, na akishaingia humo ataona maelezo yanasomeka New applications for MSc in HRM are now open. Kwa hiyo atabofya hapo ili kuanza maombi yake. Dirisha la maombi hayo tayari liko wazi na tunatarajia kulifunga mwishoni mwa mwezi wa Februari 2026. Ndugu waandishi wa habari, taarifa ya pili ni kuhusu mafunzo ya kujenga uwezo kwa watumishi wa umma. Kama mnavyojua, kwa mujibu wa sheria ya kuanzishwa kwa chuo hiki, moja ya jukumu lake ni pamoja na kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa umma na binafsi, ambapo kazi hiyo tunaendelea nayo hadi sasa. Hata hivyo, mwaka huu wa fedha 25-26 tumekuja na mageuzi makubwa ya kutoa mafunzo hayo, ambapo mkazo zaidi tumeuweka kutoa mafunzo kwa viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaka huu wa fedha tumeanza vizuri mkakati huo kwa kuanza kutoa mafunzo ya siku 2 kwa waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu
na wanaolingana nao kama Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu na naibu wake na wa mfano wake. Mafunzo haya yalifanyika tarehe 11 na 12 Disemba mwaka jana katika ukumbi wa IIT Madrasa pale Bweleo, ambapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alikuwa ndio mgeni rasmi katika ufunguzi wa mafunzo hayo. Katika mwendelezo huo, hivi karibuni tutatoa mafunzo kama hayo kwa wakuu wote wa taasisi na mashirika ya serikali, na pia kwa wakurugenzi wa sera, mipango na utafiti wa wizara, wakurugenzi wa utumishi na uendeshaji wa wizara, lakini vile vile wakurugenzi wa rasilimali watu na utawala wa taasisi zinazozitegemea na mashirika ya serikali. Viongozi wengine wakiwemo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, maafisa wadhamini, makatibu tawala wa mikoa na wilaya na wengineo, tutawapatia mafunzo hayo kwa nyakati tofauti kwa mujibu wa ratiba itakayopangwa. Mafunzo haya tunayatoa ili kuhakikisha kuwa viongozi hawa wanakuwa na uelewa mzuri katika kusimamia majukumu yao waliopangiwa kwa ufanisi, kwa kufuata sheria, kanuni na misingi ya maadili ya utumishi wa umma na uongozi. Hii pia itawafanya kuwa na sauti moja katika kusimamia na kuendeleza mikakati ya maendeleo ya nchi, hasa katika kuhudumia wananchi.